kwa sababu nilikuwa hapa na kumbukumbu ya vitu vingi ambavyo tulivianza na ambavyo viko njiani na ambavyo tunapasa kuvikamilisha. Na vingi kwa muhtasari amevizungumza rais wetu wakati anahutubia bunge. Alizungumza kwa mfano tutaendelea na kukamilisha maboresho ya elimu, mabadiliko. Mnakumbuka jamani kwenye hotuba yake ya bunge. Hotuba ya rais bungeni ni ahadi ya serikali kwa wananchi. Kwa hiyo nakumbuka kwenye maboresho ya elimu, jambo kubwa sana mbele yetu, mambo makubwa mawili yaliyoko mbele yetu, yako mengi. La kwanza ni kwamba sera tunayoitekeleza na mitaala iliyotokana na sera hiyo inatupelekea tukifika 2027 wanafunzi walio darasa la 6 watakuwa wanamaliza shule ya msingi na walioko darasa la 7 hapo hapo watamaliza shule ya msingi. Tutakuwa na madarasa mawili, la 6 na la 7 wote wanahitimu. Na ni kipindi hicho ambacho sera inasema kila mtoto wa Kitanzania lazima asome mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo changamoto kubwa iliyopo katika utekelezaji wa maagizo ya rais wetu ni kuhakikisha kwamba tunakamilisha taratibu kwanza za kuweza kuchukua hizo double cohort 2 kwa mkupuo ili tutokea miaka ya 60. Sio mara ya kwanza. Lakini pili, kuhakikisha kwamba tuna miundombinu na rasilimali watu za kufundishia, kuhakikisha kwamba kweli watoto watakaa miaka 10 na wanapata elimu nzuri. Najua hata wakati niko kwenye kampeni katibu mkuu alikuwa ananipa brief ya kazi nzuri na kubwa ambayo mlikuwa mnaifanya. Lakini ni kazi ambayo lazima tuiendeleze na hakuna kupumua, na lazima iakisiwe kwenye budget ya mwaka huu. Kwa sababu 2027 sio mbali. Maandalizi ya kuweka miundombinu katika baadhi ya shule za msingi ziwe na sekondari, na miundombinu baadhi ya sekondari ziwe na shule za msingi, kuhakikisha kwamba kila mtoto anaweza kutembea kwenda kwenye elimu ya sekondari. Hilo ni jambo kubwa liko mbele yetu na ni ahadi yetu kwa rais kwamba tutapambana nalo. Ni kutoa elimu ujuzi. Katika sera tuna mwelekeo wa kuhakikisha kwamba kuna sekondari za mkondo wa amali, na mkondo wa amali ni mkondo wa ufundi na ufundi stadi. Kwa Kiingereza is a technical and vocational education stream. Yani ufundi ni technical na yale mengine yote ambayo ni ujuzi wa kazi ni vocation. Ili elimu ya amali isiye watu wakaanza kuinyanyapaa. Nimepokea, lakini nimeshika neno moja kwamba hakuna kulala. Ile ndo nimeishika. Mengine hayo nitaanza kuzoea kidogo kidogo. Lakini mimi niseme nishukuru sana kwa mapokezi yenu. Ni kweli yote yale ambayo katibu mkuu umesema, hata mimi wakati wananipokea nilikuwa najisemea wenyewe, wizara ina bashasha kweli. Kwa hiyo natumaini lile bashasha litaenda kudumu mpaka hapo tutakapofikia. Mimi niko tayari Mheshimiwa Waziri kwa maelekezo, kwa ushauri na kwa chochote. Pamoja na kwamba na uzoefu huko field kwenye elimu, lakini sio mkubwa sana. Hapa nipo jikoni sasa. Kwa hiyo inabidi niwe mpole kidogo kusikiliza ili uko mbeleni tuende sambamba. Lakini nashukuru sana. Neno jingine ambalo nimeshika kwa Mheshimiwa Waziri, amesema kwamba nyinyi mnavunja protocol. Na mimi naomba protocol yote ivunjwe, nichukuliwe kama naibu waziri wa elimu. Na mimi ni rahisi kufikika, ni rahisi kushaurika. Lolote ambalo mtu analo, tuendelee kuvunja protocol ili nifikike kirahisi.